hapa huu msikiti ambao unaitwa msikiti wa wanawake. Mtaenda kuona. Ukitoka hapa tafika hapa. Hili eneo linaitwa Kasri ya Sultani. Ndio. Maana yake hili ni eneo ambalo wakikaa kiongozi wa eneo hili. Ndio. Au mtawala wa eneo. Tukitoka hapa tafika kwenye ofisi ya sultani. Tukitoka kwenye ofisi ya sultani tutakwenda jumba kuu, tutakwenda kwenye msikiti wa Mabani, alafu tutakuwa tunarudi hapa kwenye site yetu. Lakini haya ambao mliona humo ni nyumba za makazi ambazo zipo katika hili eneo. Kuna misikiti ndani yake kwa sababu ile eneo letu limezungukwa na misikiti ipatayo 5. Ndio. Kuna mwenye swali mpaka hapa? Sijaelewa hii nini. Hii eneo la makaburi. Ndio kule tulikotokea ambao kwa sasa hivi kwa sisi wenyewe hapa tunalitoka Sheikh Ibrahim. Sahihi. Alituelekeza bwana nani. Tutatoka hapa ndo tulipo, ndo kijiwe chetu. Tutakuja hapa umezungumza mnarani. Tukitoka mnarani tutaenda Kasri ya Sultani. Hapana, msikiti wa wanawake. Msikiti wa wanawake. Tukitoka msikiti wa wanawake kuna mawili. Mnahitaji au tulishapata maelezo kwa uchache kutosha hapa tutakuja hapa. Tutakuja kwenye Kasri ya Sultani. Ndio. Kutoka kwenye Kasri ya Sultani tutakuja kwenye ofisi ya Sultani. Ofisi ya Sultani hapo. Kutoka kwenye ofisi ya Sultani mtapita tena njia hii. Ndio. Mtakuja kwenye jumba kuu, mtakuja kwenye msikiti mkuu ambao unaitwa msikiti wa Mabani. Mtarudi tena barabara hii, mtakuja hapa, mtakuja hapa. Tumemaliza. Mimi na swali. Hawa watawala wakati huo walikuwa wanatokea wapi? Oman. Na kikubwa kipi kilichowavutia mpaka kufuja kufanya makazi hapa na kuweka utawala wao? Kwanza, kitu cha kwanza eneo wao walikuwa wanatumia sana majahazi. Kwa maana hiyo walikuwa wanatumia sehemu za visiwa kutokana wapate urahisi wa kusafiri. Kwa sababu walikuwa wanatumia majahazi. Na ndio maana walipofika kwanza katika Kilwa yetu, maana yake walifikia eneo la Kilwa Kisiwani. Na hususani katika wao katika kuja kufanya biashara zao walikuwa wanafanya biashara meno ya tembo pamoja na biashara ya watumwa. Kwa maana walikuwa wanachukua watumwa huko pamoja na meno ya tembo huko bara wanaleta Kilwa Kisiwani, wanafanya biashara na wao wanaliona pale gereza, wanaweka pale gerezani, wanakaa pale watumwa, wanakuja watu kuja kununua, wanafanya biashara. Baada ya biashara sasa kukua pale Kilwa Kisiwani, wakaona watanue wigo wa biashara. Kama sasa hivi mtu anaweza kawa na duka moja akiona biashara imekuwa anaenda kufungua sehemu nyingine duka lingine. Kwa maana hiyo pale wakaona watanue wigo wa biashara. Ndio wakaanzisha kituo kingine Songomnala. Kwa maneno baada ya kukua kule biashara Kilwa Kisiwani wakaanzisha kituo kingine hapa Songomnala kwa niaba ya kuendesha hizo biashara zao watumwa. Pamoja na mimi watembo. Sawa sawa. Labda ya miaka hiyo ndugu alikuwa anapatikana wapi? Hapa Selu. Wao walikuwa wanaenda kupitia usafiri gani? Hapa ina maana wanachukua majahazi yao kishafika kule bara. Maana yake wanakwenda kule na miguu kwa sababu hapa Selu sio mbali. Wanakwenda wanarudi wanakuja hapa. Maana yake wao walikuwa hawatembei wao wale kuna watu sio wanatumishwa ndio wanabebwa na nini sababu kipindi hiko nasema kwamba biashara ambayo ilishamili sana ni biashara ya utumwa. Na baada ya kukaa kwao waliwahi kujaliwa kujenga shule kwa hapa shule ya Kiislamu hiyo. Maana yake hao watawala wa hapa maana yake ndio walikuwa Waislamu. Na ndio maana unaona katika ile eneo letu lina misikiti ipatao 5. Kwa maana hiyo kuna eneo linaitwa madrasa ambao mtaenda kuiona ni hii hapa ambayo hii ni shule ya Kiislamu. Na inasemekana kuna viongozi walitoka Songomnala pamoja na Kilwa Kisiwani kwenda kufuata msahafu original. Na baada ya kutembea mpaka kufika kule kutokana na umbali wa kule wanaambiwa walipofika wanaambiwa hapa Mtume Muhammad amefariki miezi 3 iliyopita. Sasa inawezekana wanatoka hapa kwenda huko Mtume kule alikuwa bado yuko hai. Walijaliwa kuendea huko mji wa Madina. Na kule wao watu wa kwanza kutoka na msahafu original kuja nao Afrika Mashariki. Sana. Baada kwamba Mtume amefariki msahafu waliupata ndio maana ninakwambia kule walitoka ndio wao watu wa kwanza kutoka nao msahafu original kuja nao huko Afrika Mashariki. Kwa niaba kuisambaza dini. Haya, swali langu lingine. Kuna kitu hapo nimekiona kwenye ramani yetu hii hapa kinazungumza kisima cha kale. Hii ni kisima cha kale. Hiki kisima cha kale maana yake katika haya maeneo yetu walikuwa hao watawala maana yake walikuwa wanatumia maji. Ndio. Na maji maana yake walichimba visima. Ndio. Na hivyo visima vipo. Ndio. Maana yake katika kupita tutaviona. Na ndio maana tumesema kuna nyumba hizi, nyumba za makazi maana yake vitu hivi hapa. Humu ndani maana yake kuna visima. Tutaenda kuviona visima na kuna kisima kimoja mpaka leo kuna maji ambayo kipo katika huu msikiti wana Mabani. Na maji hapo mpaka leo. Msitu wa mikoko ipo. Msitu wa mikoko ndio kama mnavyoona huo hapo. Haya, wakati wanakuja huku
Je, waliwakuta wenyeji ama walikuta tu sehemu wao wakaanzisha? Na ndio maana nasema hivi, kabla ya kujengwa huu mnara, hiki kisiwa kilikuwa kinaitwa Songo. Maana yake kabla ya kuja huu utawala, maana yake hapa wakazi walikuwa wapo. Na hiki kisiwa chetu kilikuwa kinaitwa Songo. Na hao Songo maana yake walikuwa wanaongea, yani hilo jina walilichukua kilugha. Maana yake kisiwa kirefu lakini hakina upana. Baada ya kujengwa huu mnara ndio wakaunganisha Songo na mnara, Songo mnara. Je, unaweza kutukumbia kwamba hawa wakazi ambao waliwakuta asili yao ilikuwa ni wapi? Ama wao tu walitoka sehemu wakaja hapa wakaamua kuanzisha makazi? Asilimia nyingi sana sehemu za visiwani watu wanakuwa wakuja. Sahihi. Kwa hiyo tumesi kwamba ni wakati ambao waliotoka bara kuja kisiwani wakalowea, maisha yanaenda. Chunguza hilo, sehemu nyingi za visiwa ni wachache sana ambao wanaongea lugha. Ndio. Yaani kuongea kilugha, sio lugha. Maana yake lugha labda Kifaransa, Kiingereza na vitu vingine. Wanaongea kilugha. Na ndio maana wanasema kwamba Kiswahili asili yake ni pwani. Yaani Kiswahili asili yake ni pwani. Maana yake watu ambao wanaishi mazingira ya pwani, maana yake wanaongea lugha ya Kiswahili. Unaweza ukamkuta mimi ukaambia mimi labda Machinga, lakini ukimwambia ongea Kimachinga hawezi. Mimi Ngindo, lakini kuongea Kingindo hawezi. Lakini watu wenzetu kule bara ukimwambia Mgindo, maana yake anaongea Kingindo. Lakini sisi Waswahili tunaishi Waswahili wa pwani. Mswahili maana yake Mswahili, tuna lugha yetu ya Kiswahili. Mimi nafikiri tumekuelewa na tunashukuru sana katika hilo. Kwa kuwa tunakwenda kuona sehemu mbalimbali, nafikiri kwamba tutakwenda. Tunashukuru sana, asante sana.